Mtazamaji wa TBC1, karibu sana kwenye kipindi cha Mwanazuoni. Hii leo tunazungumza mambo ya utafiti kama ambavyo tumekuwa tukifanya siku zote. Utafiti umekuwa ni suluhu ya changamoto mbalimbali katika jamii, na sisi tumekuahidi kwamba tutakuletea utafiti mbalimbali ambao umefanywa na wasomi wetu hapa nchini wenye kuleta tija na matokeo chanya kwenye jamii ambayo inatuzunguka katika maeneo ya afya, lakini pia uchumi, mambo ya kijamii, wanyama, kila kitu ambacho kinahusiana na mambo ya utafiti tunakuletea. Leo hii niko katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, tawi la Mloganzila. Hapa tunakuja kuzungumza na wataalamu ama mtaalamu kuhusiana na utafiti wa kinywa na meno, na leo tunaangazia mada inayohusiana na watu kujitibia wenyewe ama self medication, ambavyo imekuwa ikileta athari sana kwenye matibabu ya jumla pale inapoonekana sasa kwamba mambo yamekuwa mabaya zaidi. Kumbe mwanzo umeanza mbali, mtu unahisi maumivu kidogo unakwenda kupata dawa, baadaye mambo yanakuwa mabaya zaidi, unaanza kutafuta huruma ama kuona wenzio kwamba hawakujali, kumbe shida ilianza na wewe mwenyewe. Yote haya tutayapata hapa. Kwa nini imekuwa ni self medication kwa watu, lakini pia wataalamu watatuambia. Naitwa Tobias Masaru, niko na Dr. Kapali Singh Sohali. Yeye ni daktari bingwa wa upasuaji wa kinywa, taya pamoja na uso kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili, lakini pia ni mhadhiri wa heshima katika shule kuu ya kinywa na meno katika katika chuo kikuu cha Muhimbili jijini Dar es Salaam. Hapa tutazungumza swala zima la self medication, yani kujitibia binafsi kuhusiana na huduma ya kinywa na meno. Dokta, karibu sana. Asante sana. Mambo yanakwenda? Mambo yanaenda sio mabaya. Dokta, bila shaka mmebaini mambo mengi kuhusiana na swala zima la watu kujitibia wenyewe kwenye kutoa huduma zenu mnapokuwa mnawahudumia. Tuanzie hapo. Kwa nini mlikuja na utafiti huu wa self medication kwa wagonjwa? Okay, unapofanya utafiti unaangalia kwanza tatizo lipo au halipo. Ndio maana moja ya reason ya kufanya utafiti wote ni kwa kuna problem ambayo ipo kwenye jamii. Na kabla ya kujafikia kwenye hiyo study hiyo, tulifanya utafiti moja kabla hapo, ambapo tuliangalia kwa nini wagonjwa wengi wenye matatizo ya kinywa na meno wanachelewa kuja hospitali. Kwa hapo Dar es Salaam tulianza. Na kati ya hiyo angalau almost 70% ya watu walisema wamechelewa kwa sababu ilikuwa wanajitibu wenyewe. So kwa kujitibu unaweza kujitibu kwa different ways. So tukasema tutafanya tafiti nyingine ya kuangalia wanatumia nini kujitibu mpaka wanachelewa kuja kupata hiyo matibabu. Kama kaja na hiyo hapo ndo mkaja na utafiti wa self medication kuhusiana na kwa nini watu wanajitibia wenyewe. Yes. Lakini wakati mnafanya ule wa delaying patients kuja kuchelewa kupata huduma, nini kiliwasukuma mpaka mkaanza na hiyo na baadaye mkaja na hiyo? Wagonjwa wengi kwenye nchi zetu za Kiafrika kwa jumla au nchi ambazo zina develop wanakuja kwa kuchelewa kidogo hospitalini. So wanavyochelewa unakuta tatizo linakuwa limeongezeka. Ukiwa unachelewa ugonjwa unaendelea, hausemi kwa na mimi nisimame. Sawa? Yeah, lakini ugonjwa utaendelea. So wanavyofika kwetu ugonjwa unakuwa kidogo uko kwenye advanced level. Ukiwa kwenye advanced level hata matibabu yake yanakuwa kidogo ya ziada. Gharama yake inakuwa ya ziada. Sawa? So tunapofanya tafiti tunataka kujua kwa nini sasa wagonjwa wanachelewa. Ndio kaja na hiyo study ya kwanza. Ndio ikatupa majibu, tukaona moja sababu ni kutumia dawa wenyewe, kujitibu wenyewe. Self medication. Yeah, self medication. Tukasema sasa tuangalie hiyo self medication nazofanya ni zipi. Ndio tukaja na hiyo. Okay, sasa tujikite kwenye self medication ambao ndio tumelenga hii leo mtazamaji. Tunaangazia kwa nini baadhi ya watu wamekuwa wakijitibu wenyewe wanapopata changamoto. Hasa leo tunaangazia huduma ya kinywa na meno. Tunafahamu miongoni mwa mambo ambayo yakitajwa au changamoto ambayo binadamu ikimpata inakuwa ni changamoto kwa kweli ni swala la kinywa na meno. Kila mmoja ambaye amewahi kupata changamoto hiyo anajua uzuri na ugumu wa hilo swala la kinywa na meno. Dokta, katika kufanya utafiti nini ambacho mlibaini kuhusiana na watu kujitibia wenyewe? Kwenye utafiti huu tulikuwa tumepita kwenye mahospitali tofauti hasa za serikali au public. Hatukwenda kwenye private.
Moja ya sababu tulienda kwenye public ni kwa sababu asilimia kubwa ya wananchi wanatumia public hospitals. Private gharama kidogo inakuwa kubwa, so hawezi kufika. So tukaenda kwenye public hospitals kuangalia hiyo issue. Na tukapita kwenye hospitali kuu karibia zote za Dar es Salaam kuangalia hiyo tatizo. Za umma. Yes. Na tukaja kuona kuwa wagonjwa mpaka wanafika pale angalau almost asilimia 98, tuseme kwa kila wagonjwa 100, 98 mpaka 99 walikuwa wameanza kujitibia angalau wiki moja au mbili kabla kufika hospitali. Sasa inapokuwa kwamba anakuja huku tayari mambo yamemwelemea. Yamemwelemea. Yes. Na sababu zipi ambazo mlizibaini wao kufanya hivyo? Tuliangalia kwanza wanajitibiaje na sababu zinazowafanyia kitu kinachowapush wafanye hicho. Mawazo yetu ilikuwa labda gharama za matibabu yatakuwa ni kubwa, lakini fortunately gharama ya matibabu haikuwa kigezo kikubwa ya watu kujitibia. Kigezo kikubwa ilikuwa ni jamii. Rafiki ameniambia, mama ameniambia nitumie, au ndugu ameniambia nitumie hiyo kabla kuni. So hiyo ndio ilikuwa kigezo kikubwa cha kwanza. Kumbe fedha sio sababu. Haikuwa matibabu, gharama ya matibabu haikuwa sababu kubwa sana. Kingine ilikuwa ni uoga. Nikianza kuwaza niende kwa daktari wa kinywa na meno, labda kuna kuchomwa sindano, ile uoga pia ulisababisha waanze kwanza kujitibia wenyewe, wasikilizie wanavyosema. Ikishindikana ndio wanakuja kwetu. Yes. Kwa hii inaonyesha kwamba kuna taarifa mtaani kuhusiana na huduma ya kinywa na meno ambazo sio sahihi. Inawezekana na hatujanii, lakini kuna vitu ambavyo naita kama hatujaifanyia study sana, lakini kuna vitu ambavyo unavisikia. Mtu anasema kuwa dawa ya jino likiniuma ni kung'oa. Hiyo sio taarifa sahihi. Ukiwahi kufika jino linakuwa kwenye standard bado nzima, unaweza kaliziba na ukaishi na jino lako. Lakini kwa sababu wengi wao wanakuja wameshachelewa, unakuta jino limeisha, limebaki mizizi, unaishia kung'oa. So wao wanadhani dawa ya jino ni kung'oa. Kwa kumbe mpaka inasababisha mtu anang'olewa jino tayari mambo alishaharibika. Okay. Alafu kuna tatizo lingine wanasema nini? Uking'olewa jino la juu imegusana na mishipa sijui ya ubongo na nini, hatari sana. Na yenyewe tena ni sijui kwa Kiswahili naichaje, lakini ni myth. Ni imani potofu ambayo sio ukweli. Umeona? So vitu kama hivyo vipo kwenye jamii. Kama sikosei hata utakuwa umewahi kusikia kwa hiyo. Of course, taarifa zinatoka kwenye jamii. Tunaishi na watu na tunazungumzia ndugu jamaa na marafiki. Right. Na inakuwa ni mtu anakuwa na maarifa na taarifa pale anapoamua kuzitafuta. Na expose tafuta, maana yake ndio hizo unazipokea, hizo ambazo ni nyingi kweli kweli za kila aina. Kabisa. Dokta, kwa namna gani sasa inapokuja self medication ama kujitibia binafsi kwa mgonjwa au mtu mwenyewe akiwa nyumbani inaathiri matibabu ambayo sasa anakuja kwenye njia za kitaalamu zaidi? Yes, inaathiri. So kabla sija kujibu pale, tulivyokuwa kwambia mwanzoni, tuliangalia wanajitibu vipi kwanza. Okay? So tulikuta kuna wao ambao wanaenda kujitibu na dawa ambazo zinauzwa pharmacy. Au madukani. Wengi wao walikuwa wanatumia hiyo. Lakini kuna chache ambao wanatumia methods za kienyeji. Wanasema traditional methods. Katumia maji ya uvuguvugu ya chumvi kusukutua. Mwingine katumia 140. Wengine wanatumia waita nini hizo ashes, majivu. Yes, umeona. So athari zake zinakujaje? Mtu unavyotumia dawa zile za pharmacy. Mfano, wengi wanatumia Panadol au unatumia dawa za diclofenac, sawa? Zile unaenda kuchukua mwenyewe bila kuwa na writing ya daktari. Una prescription. Unaweza ukatumia kwa muda mrefu au ukatumia kwa dozi ndogo, moja. Mbili, tunavyokuwa madaktari wa wataalamu wanavyokuandikia dawa, wanakuwa wanakuuliza na wewe kama una matatizo mengine yanayohusiana na mwili wako mengine. Umeona? So unakuta unaweza kuwa na vidonda vya tumbo mfano. Halafu kwenye vidonda vya tumbo mara nyingi hatupendi kutumia labda kama diclofenac. Inasababisha vidonda viwe more like una exaggerate ile condition. Unakuza zaidi yes, sasa moto nyingine. Sasa mtu kama huyu unakuta ana vidonda vya tumbo lakini ameenda tu hajielezi, anasema naomba diclopa. Anameza, kumbe inamletea tatizo lingine.
Au watu wanaenda kununua amoxicillin labda. Unaambia tu dawa rangi mbili nipe, kwa sababu labda alishapewa huku zamani, anaanza kuzimeza. Lakini hatujaangalia kama kweli unahitaji au huhitaji. Kinachosababisha unaweza kukuta ananunua dawa lakini dozi ni ndogo. So kuna vile vimelea, vile bakteria vinakuwa resistant na hiyo dawa. So athari yake inakuja kwenye future. Unakuta dawa ambayo ulikuwa unatumia ingeweza kukusaidia, sasa hivi haikusaidii, inabidi ununue dawa nyingine ambayo ni ya gharama kubwa. So inakuja tena athari tena. Unapokuja kwenye nini hizo sasa, kwenye matibabu ya ugonjwa wenyewe, unakuta ugonjwa umezidi. Jino lilikuwa limetoboka tu, linauma kidogo, unakunywa maji dakika 5, unalizembea, unameza dawa, inaisha. Lakini baadaye unakuta sasa jino lile katikati linaoza, linatengeneza usaha. Usaha unatoka kutoka kwenye mfupa wa jino, unasambaa kwenye sura zima. Unakuja wengine unaweza ukapoteza maisha kwa sababu ya usaha. Mwingine anakuja hospitalini, so manake sasa hivi utamng'oa jino na bado utaenda kufanyia upasuaji wa kutumbua ile usaha. Afu bado atalazwa hospitalini ikihitajika. Umeona? Wengine wanakuja usaha umejaa kabisa, anashindwa hata kupumua. Unaishia sasa kufanyaje? Kumlaza wodini, kumtengenezea njia ya kupumulia. So unakuta kitu kidogo ambacho ungeweza kuzuia huku imejiongeza mpaka imekuwa ni expensive, na wakati mwingine hata kupelekea mtu anapoteza maisha. Na takwimu zinaonyesha kwa mujibu wa utafiti ambao umeufanya, asilimia 98 ya watu ambao wanakuja katika huduma za kutolea vituo vya kutolea huduma kwa ajili ya kinywa na meno ambao mimi nimeufanya ni watu ambao tayari wanakuja wamepitia huduma ya kwanza. Maanake ni asilimia 2 pekee ambao wanakuja moja kwa moja kwenye kupata huduma pale wanapohisi kwamba wana changamoto ya kinywa na meno. Kuna yes, inaweza kwa results usipata ndio inachomaanisha. Lakini sasa kwa wanavyokuja, kuna wengine wanakuwa labda wana previous experience. Unaona, kwa sababu mtu anayokuja sio kila moja tunaishi pamoja, lakini kila moja ana different inputs, si ndio? Unakuta mwingine ni muelewa, anaona jino linaniuma, jana sijalala usiku, nijilete tu, sijatumia dawa yote, najipeleka. Umeona? Mwingine anaanza kwanza kuuliza, bwana rafiki, jana sijalala. Fanya hiyo rahisi bwana. Chukua Panadol, gonga weka kwenye jino linapona. Mimi nilifanya hicho. Umeona? So wengi wetu kabla kumuona daktari tunaanza kufikiria kwanza kudiscuss kwenye society. Ambapo sasa kwenye society tatizo lolote ina wataalamu wengi. Wataalamu kibao, yani chochote tu. Ulimwengu wa sayansi, teknolojia hii kwa sasa. Mitandao ya kijamii ukigoogle tu unakutana nayo. Kila mmoja ameeleza na mtu unakubali tu, kumbe bila kuangalia kwa nini imefanyika. So kuna asilimia wachache inaonyesha kweli wao ni waelewa. Yakiwakuta moja kwa moja. Yes. Ambayo ni nzuri. Na kwa namna mlivyofanya, nimeona kuna social demographic, yani kwa kujua hali za watu kwa umri na status zao za kimaisha. Mtazamaji, bado tunaendelea na mtaalamu hapa, Dr. Kapal Singh Sohali. Yeye ni daktari bingwa wa upasuaji wa kinywa, taya pamoja na uso kutoka katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili tawi la Mloganzila. Tunazungumzia namna gani ambavyo kujitibia binafsi ama self medication imekuwa na athari kwa wagonjwa ambao wanafika kupata huduma wakati ambao tayari walishajianzishia matibabu kwenye maeneo yao, labda nyumbani, kwenye jamii au mtaani. Kwa kiasi gani na athari na kwa namna gani ambavyo wao wataalamu wanapata changamoto kuwatibu watu ambao tayari wameshajianzishia huduma. Na tunaona kwamba utafiti huu umefanyika katika mkoa wa Dar es Salaam kubaini kwa kiasi gani wagonjwa ama watu wanaosumbuliwa na changamoto za kinywa na meno wamekuwa wakiathiriwa na self medication, na amesema wazi kwamba ukianzisha self medication maana yake gharama ya matibabu inazidi kuwa kubwa pale ambako utahitaji kutibiwa na wataalamu kulingana na uzoefu wao ambao wanao. Jumla ya watu 420 walifanywa utafiti huu, na hayo ndiyo ambayo yalibainika kwamba asilimia 98 inaonyesha kwamba watu huwa wanakwenda katika vituo vya afya tayari walishaanza kupata huduma ya kinywa na meno nyumbani kwa kufuata ushauri utaalamu wengine huko mtaani. Ndio inavyokuwa ni hivyo. Sasa dokta, inapotokea sasa mmempokea mtu wa aina hii, kwa namna gani huwa mnatumia muda mrefu kuhakikisha kwamba
mnamwelimisha yeye pamoja na changamoto anazopitia na anaelewa ili aanze huduma katika mikono ya wataalamu. Yes, so wagonjwa kama hawa wakija, na one of the thing ambayo lazima tuwaulize ni kuwa ulishaanza kutumia dawa kwa ajili ya hiyo vitu, na huwa mara nyingi wanasema ukweli, lakini hata akidanganya unakuwa unaelewa. So ukimweleza mgonjwa athari zake, lazima tunamweleza ukweli wa athari zake na tunamwonyesha matibabu, na huwa hatusemi tu kwa wewe la kung'oa jino. Hapana, unapewa option za matibabu ya hilo jino lako sasa, au tatizo lako lilokuja nalo la kinywa, kwa matibabu yake ni 1, 2, 3, sawa, lakini gharama zake zinaongezeka na jinsi inavyokuwa. Wewe unachagua, lakini kabla ya kuondoka unamshauri tena, umefikia hapo kwa sababu ya 1, 2, 3, sawa. So kama wewe inabidi uelewe kitu kama hicho, na vile vile uwe balozi wetu unavyoenda kwenye community. Unavyorudi kwenye jamii, unavyorudi mtaani, unawaeleza kuwa bwana, kujitibia so ni yes, hatuwezi kusema kuwa tusimame kutumia Panadol. Unaweza kukuta jino limekuuma usiku uko safarini, ile kutumia moja ili asubuhi ufike hospitali sawa, lakini sio kwa jino linauma wiki nzima, wiki mbili unajipigia tu Panadol yako afu unakuja baada ya wiki mbili. Hapana, umeona? So lazima tunawaambia kwa wawe mabalozi wetu, kwa sababu sisi hatuwezi kufika kila mahali. Wao kama mgonjwa, kila mgonjwa akitoka hapo anapewa maelekezo ili naye anaenda kuwa balozi, sio kwa sababu ya self medication tu, lakini kwa issue tofauti zinazohusiana na magonjwa. Yes. Na kuna ugumu gani pale ambako inabainika kwamba kwa baadhi ya watu mliowatibu kukubaliana na hiyo hali? Yani kukubaliana na pale unapoambia kwamba wewe umekosea katika, imekutana kesi kama hizo kwamba umemwambia lakini bado mtu akaona si ni dawa kama dawa zingine. Kwenye unapotaka kutoa ushauri, mara nyingi ukimwambia mtu umekosea directly, lazima kunakuwa na resistance, umeona? So kama wataalamu wanakuwa pia wamefundishwa jinsi ya kudeliver information. So kama unavyomweleza mgonjwa, sio unamfanyisha kama vile wewe umefanya makosa ya jinai. Hapana, unampa shule kwa utaratibu ili naye asijisikie offended kwa bwana, kweli nimekosea, lakini anakuwa positive attitude kupokea hiyo. Lakini ukimwambia tu wewe umekosea, hiyo haitakiwi ufanye hivi, unaanza kumgombeza, lazima hata utakachomweleza hata kusikia. Na kwa namna mlivyofanya, mmefanya katika utafiti huu ni kwa mkoa wa Dar es Salaam na kwenye hospitali za taifa, unadhani kwamba hii inaweza ikasadifu picha nzima ya nchi kuhusiana na self medication? Tulivyokuwa tumefanya kwa Dar es Salaam, moja, tulichukua Dar es Salaam kwa sababu ni metropolitan, kuna watu wa jamii tofauti, na tulienda kwenye hospitali tofauti, Temeke, Mwananyamala, Muhimbili, ya Upanga na maeneo ya Ubungo huku Sinza. So tulichukua zile hospitali ambapo watu wa different walks of life wanaweza kufikia. So generally tunaweza kusema yes, lakini ukiangalia kwa utaalamu kuna vitu vingine ambavyo hata ukiangalia mwishoni nasema limitation of this study, kwa hatuwezi kugeneralize kwenye public yote ya Tanzania, kwa sababu kuna vitu vingine vinaweza kufanyika zaidi mahali pengine. Unaona, mfano kuna practice ambayo watu wa kanda fulani wanaweka mkojo wa punda jino linapouma. Hiyo hatujaikuta hapo Dar es Salaam. Kuna wengine kuna ripoti zinasema mtu anaweka maji ya betri kwenye jino linalouma. Umeona? Hii hatukuikuta Dar es Salaam. So kuna vitu ambavyo inawezekana tulivimiss kwenye nini hiyo. Na kama wataka ya Tanzania nzima inabidi unafanya wider study ya nini yote, lakini all in all inakupa a stepping stone ya kuanzia kwa okay, kumbe hiyo tatizo lipo. Je, liko hapo Dar es Salaam tu au Tanzania nzima? So at least unakuwa na information kuliko kwenda blindly. Na kwa namna mlivyoona zile dawa ambazo zinatumika pale mlipokuwa mkiwahoji, ni kweli kwa utaalamu mlionao zinatibu hiyo changamoto ya kinywa na meno, ama ni kwa sababu ya kutuliza tu? Unavyosema magonjwa ya kinywa na meno yako mengi sana, kuanzia kutoboka kwa meno, magonjwa ya fizi, kansa na vitu vikao. Unaona, na ukiangalia hiyo tulienda moja kwa moja kuangalia kwenye magonjwa ya meno, hatukuangalia kansa na nini. So unavyosema jino likitoboka,
hamna dawa ambayo itaweza kuirudisha unless sasa hivi kuna science inabadilika. Watu wanafanya tafiti nyingi nchi zilizoendelea, Japan na nini, ambapo jino linaweza likapona lenyewe kama mfupa unavyopona. Lakini mpaka sasa hivi Tanzania dawa kama hizo hatunazo. So ukiona kuwa jino limetoboka, sio kwa nikitumia Panadol jino limepona, hapana. Unakuwa tunasema mfano gari ina pancha, badala ya kuziba ile pancha unakuwa unajaza tu upepo afu unaendelea na safari ukiwa unategemea kuwa nimeshatatua hiyo tatizo. Hapana. So jino likiwa limetoboka lazima aje hospitalini azibwe. Lakini hizo dawa zinampa tu unafuu kwa muda fulani. Ndio maana dawa nini yake ikiisha, maumivu yanarudi pale pale. Na kwa msingio kwamba hizo dawa zinazotumika huko mtaani sio sahihi kwa ajili ya tiba. Hatuwezi kusema sio sahihi. Sio sahihi. Ni dawa ambazo zimepitishwa, so zinatumika, zinafaa kwa matumizi ya binadamu. Lakini tunaweza kusema kuwa sio zinasaidia kupunguza symptoms. Symptoms ni dalili, lakini haitibu tatizo. Sijui kama umenielewa. Yes. Kuwa tatizo langu ni jino limetoboka. Mojawapo ya dalili ni jino linauma. Navomeza Panadol au navomeza sijui diclofenac au dawa yoyote ile, au nikatumia maji ya chumvi au nikaweka karafuu, inachosababisha ni mimi kupungukiwa na yale maumivu, lakini tatizo la jino kutoboka liko pale pale. Dr. tumalize na hili. Kwa namna ambavyo umefanya utafiti na kwa namna uzoefu wako wa kazi katika swala zima la kinywa na meno, nini Watanzania wafanye kupitia utafiti huu ambao umeubainisha kwamba 98% wanajitibia wenyewe, wanaanza matibabu wenyewe nyumbani, mpaka wanafika kwenye vituo vya afya tayari walishaanza matibabu kuhusiana na swala la kinywa na meno? Nini wafanye Watanzania ili kulinda vinywa vyao, na ikitokea kuna changamoto za kinywa na meno wafanye nini? Asante sana. Unavyosema kwenye matatizo yote ya magonjwa chochote, inabidi upigane from all fronts. Sawa. So kama madaktari ni jukumu letu la kuendelea kuelimisha watu, kama waandishi wa habari na nyinyi jukumu letu la kusambaza information ambayo ni right kwa watu ambao kwa jamii wote. Sasa sawa. Ukiona una tatizo, wahi kwenda hospitali. Sawa. Na unashauriwa kila baada ya miezi angalau mara 2 au mara 3 kwa mwaka, nenda kafanye visit kwenye kliniki ya afya ya kinywa na meno, wakuangalie tu meno yako. Sio lazima uwe umetoboka uwe na matatizo. Wakati mwingine unaweza kukuta jino limetoboka halijaanza kuuma, ikawa kwenye very early stage ukatibiwa. Umeona? So hiyo itakuwa ni ushauri mmoja hapo wa kuwapa wananchi. Na hivi daktari, kabla tujamaliza, unadhani ni nini kinaogopesha watu kuja kufanya check up ya kinywa na meno kwa uzoefu wako wa kazi? Check up ya kinywa na meno sio kwa ajili ya ni kuogopesha. Nadhani ni tunavyofanya ni kuwa tunaangalia umuhimu wake kwetu. Umeona? Kwa nchi nyingi zinazoendelea, ukienda hospitali unaenda hospitali ukiwa unaumwa. Kama huumwi, hospitali ni kitu cha kusadikika, labda ni cha kusadikika. So unamwambia mtu naenda kufanywa check up tu. Kwanza hata rafiki yako anashangaa, au ukimpigia rafiki yako bwana naumwa jino, naenda clinic kwenda kuchekiwa tu. Vipi unaumwa? Naenda kuchekiwa tu. Kwa nini naenda kuchekiwa? Umeona? Maswali yanakuwa mengi. So ideally ninachosema ni kwa hatuna mazoea kama hayo kwenye society yetu. Hatuna culture kama hiyo. Hiyo culture inabidi ianze kuanzia tukiwa watoto, labda shuleni. Kwanza kwa siku moja walimu wanakuja, haya tuwapeleke walimu. Siku hizi wafanyakazi wengi wana bima, watoto wako likizo walete tuwafanyiwe check up. So lazima ya magonjwa ya kinywa na meno ya mwili wote. So mtu anakuwa amezoea, anakuwa na ile tabia kila baada ya mwaka inabidi nifanye check up. So that's how tunini. Lakini ya kusema tu hivi I believe hata sisi hapo tuliopo mara chache sana tunaenda kuangaliwa hiyo ni kinywa, afya zetu. Ni Dr. Kapali Singh Sohali, yeye ni daktari bingwa wa kinywa, wa upasuaji wa kinywa, taya pamoja na uso, lakini pia ni mhadhiri wa heshima kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili, lakini pia ni mhadhiri wa heshima katika chuo kikuu cha Muhimbili, shule kuu ya afya na meno. Yeye ndiye ambaye tumekuwa naye hapa leo hii kwenye kipindi cha Mwanazuoni, tukiangazia namna gani ambavyo utibiaji ama kujitibu mwenyewe
kunaweza kukaathiri afya yako, na tumeangazia zaidi kwenye afya ya kinywa na meno, na hii ni kutokana na utafiti ambao wameufanya katika mkoa wa Dar es Salaam na kubaini kwamba 98% ya watu ambao wanakwenda kupata huduma kwenye vituo vya afya huwa tayari wameshaanza matibabu wenyewe kwa kufuata ushauri wa ndugu, jamaa na marafiki, ama kwa kwenda kuchukua tu dawa pale anapoona kwamba mambo yanamwendea kombo au meno anauma, basi anachokifanya anaenda duka la dawa, anachukua dawa, baadaye anajitibia. Kumbe baadaye mambo yakiwa magumu, ndo hapo anajikuta kwamba akienda hospitalini anakuta tayari kuna baadhi ya mambo yamekuwa makubwa zaidi, kinyume na kama angeenda mapema zaidi. Dr. Kapali, shukrani sana. Asante sana. Asante sana kwa muda wako. Nashukuru pia. Mtazamaji, endelea kutazama TBC, lakini pia nikwambia kwamba utafiti na kipindi cha Mwanazuoni tutaendelea kukuletea zaidi na zaidi. Naitwa Tobias Masalo, hadi wakati mwingine. Bye bye.